Basi mtumishi wa Mungu karibu kwa ajili. Bwana ni mwema kanisa wakati wote, na wakati wote. Bwana ni mwema. Habari za tangu jana tulipoachana. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambayo anadumu kuwa mwaminifu kwenye maisha ya kwako na kwenye maisha ya kwako kwa ujumla, kwenye maisha yetu. Maana ni wengi huenda walitamani waifikie leo, lakini kwa sababu ambazo ziko kabisa nje ya uwezo wao, kama ambavyo binadamu tumezoea kusema, hawajaweza kufika. Lakini sisi ambao tumefika tukiwa ni wenye afya njema, tukiwa tuna nguvu, huenda hata pengine tunausikia mwili umechoka kidogo, lakini hauko sawa na yule ambaye amelazwa hospitalini. Kwa kweli inaonyesha namna ambavyo wema wa Mungu ni mkubwa kwenye maisha kwetu. Kwa hiyo kwa hilo tu linatosha kusema ya kwamba Baba yetu wa mbinguni atukuzwe. Atukuzwe. Na tuanze kwa maneno haya katika wimbo wetu ambao tunaimba na ambao tutatembea nao katika juma hili, wimbo nambari 46. Sijui kama wewe pia umewahi kuchukua muda kutafakari maneno yake pamoja na mtunzi wa wimbo huo. Wakati mtunzi wa wimbo akiimba na akitunga beti zake, akasema miguuni pake Yesu, maneno yake ni namna gani? Ni matamu. Nasi tunao ujumbe ambao unatuleta kwenye maneno ya nini? Ya matumaini. Lakini na wimbo unatuambia kama tunahitaji maneno matamu, maneno yenye faraja, maneno yenye kutupoza mioyo, maneno yenye kutuleta karibu na Mungu wetu wa mbinguni, hatuna haja isipokuwa kuketi kwenye miguu ya Yesu. Bwana ni mwema. Amen. Maneno tu haya machache ya huu wimbo ya kufanya unapokuwa ukiimba utafakari pia ya kwamba hivi kweli kumbe Mungu anatupenda kwa namna hii kubwa. Ni mahali tu hapa kwenye miguu ya Yesu, baada ya kuwa tumeyasikia maneno yake matamu kabisa kwenye miguu hapa, ni mahali hapo ambapo tunakumbuka upendo wake ulivyo mkubwa kwenye maisha yetu, namna anavyotutunza, namna anavyotulinda, namna anavyotulisha, anavyotuvisha, anavyotunywesha. Inaonyesha namna ambavyo anatupenda upeo wa ajabu. Kwa maana pengine hatukustahili, si ya kwamba tumetenda vitu vyema sana kushinda na kuacha wale ambao wamelala mauti, ila ni kwa upendo wake pekee. Tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kwa ukuu wako na uwezo wako, kwa Roho wako Mtakatifu pekee waweza kutufundisha nasi tukaelewa yaliyo makusudi yako kwa ajili ya wokovu wa maisha ya kwetu, familia zetu, majirani zetu na marafiki zetu, hata jioni hii ya leo tena. Nena nasi tusikie sauti yako. Nitumie tu kama chombo, wewe unene na kutano hili, ni kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Jana tulitazama kuomba ili kutoa. Wakati tunatazama kuomba ili kutoa, Yesu akaja mwenyewe akasema yeye ni mfano wa kwanza, na tukatazama ya kwamba Yesu miongoni mwa alivyovisema ni hivi ya kwamba kwa ajili yao ninajiweka wakfu mwenyewe, ya kwamba Yesu wakati anamuomba Baba ya kwamba ninajiweka wakfu si kwa ajili yangu mimi mwenyewe, ila ni kwa ajili ya hawa ulionipatia. Aliomba ili atoe, akaomba kupitia kwake, alafu baraka hizo zifanyike kwetu. Kuomba ili kutoa.
na baada ya kuwa tumejifunza, tukaishia kwenye fungu ambalo linatupatia maneno ya faraja ya kwamba ikiwa tutaomba sawasawa na maneno na mapenzi ya Mungu wa mbinguni atatusikia. Katika waraka ule wa kwanza ndio maneno hayo, ili ya kwamba amesikia jambo la kwanza na atatutendea. Lakini ikiwa tu tutakuwa na imani ya kile ambacho tunakipeleka ya kwamba atatutendea. Jioni hii ya leo tunahitaji tujadili, tujifunze pia somo ambalo lina kichwa kinachosema nani akubarike. Nani akubarike? Mtu wa Baba, nani akubarike? Na fungu ambalo tulitembea nalo, tuliona kwamba ni fungu letu kiongozi, lilikuwa linatoka katika kitabu cha Mathayo 5 fungu la 48. Mathayo 5 fungu la 48. Sasa si mmoja alikuwa anaweza akachukua sasa maiki akatusomea, ili sasa wote sasa twende sasa pamoja. Mathayo 5:48 nasemaje? Neno la Mungu linasema, ndio, basi nyinyi mtakuwa wakamilifu. Basi nyinyi mtakuwa wakamilifu Kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Nani akubariki? Fungu linatuambia sisi ambao tunaitwa watoto wa Mungu wa mbinguni tutakuwa wakamilifu, na huo ukamilifu ambao tunatakiwa kufikia ni ule tu ambao Baba yetu pia wa mbinguni alionao. Nasema hivi, kwani tunaweza kufikia ukamilifu wa Mungu? Maana ukamilifu ule ni wa utakatifu ambao amesema yeye mwenyewe wala hashei na mtu mwingine, yaani ule utakatifu wake hauingiliani na mtu mwingine. Na Biblia Yesu anatuambia kwenye Mathayo 5 ya kwamba ninyi mtakuwa wakamilifu, na ukamilifu huu ambao natakiwa mufikie ni kama ule wa Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ni upi huu? Wakati mwanadamu anaumbwa kwenye bustani ya Eden, kabla ya dhambi haijaingia, mpaka kwenye wakati ambapo kwenye 1:31 Mwanzo inasema ya kwamba natazama kila alichokifanya akasema ni chema sana. Mwanadamu alikuwa amekwisha umbwa katika ile siku ya sita, na wakati anatoka kwenye mikono ya Mungu alikuwa ni mkamilifu, maana aliumbwa kwa sura ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo alikuwa ni mkamilifu. Na wakati Biblia Yesu anasema hapa ya kwamba nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu, kumbe anatulejeza kwenye umbaji wa kwanza ya kwamba wakati mwanadamu anaumbwa alikuwa mkamilifu, na huo ndio ambao Yesu anazungumzia ya kwamba mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Maana wakati anamuumba Adamu na Eva kwenye bustani ya Edeni hakuwa na dosari yoyote, alikuwa ni mkamilifu, na Mungu mwenyewe akasema ni chema nilichokifanya. Nani akubariki? Nani akubariki? Tunapokwenda mbele za Mungu kwenye kuzungumza naye hivi, nani akubariki? Ni mtu gani anayekubalika mbele za Mungu? Na tutaangalia watu watatu, lakini tutajifunza mtu mmoja kwa upana wake. Na huyu nani? Twende kwa Petro. Petro tunamfahamu. Petro ni mwanafunzi ambaye Yesu mwenyewe alimchagua. Kulikuwa na wanafunzi waliochaguliwa na kulikuwa na mwanafunzi ambaye alienda yeye mwenyewe kwa Yesu. Tunaelewa hilo? Hakuchaguliwa. Lakini Petro ni miongoni mwa wanafunzi ambao Yesu aliwachagua. Na baada ya kuwa amechaguliwa, Petro akaletwa kwenye kundi, akawa ni mwanafunzi kwa Yesu. Petro alikuwa
wakati hajaongoka vizuri, alikuwa na tabia ambazo si za kawaida. Mojawapo ilikuwa ni kiburi na majivuno. Na Petro kwa tabia hii ya kiburi na majivuno ilimfanya siku moja aanguke kabisa. Na maneno ya Petro yalikuwa kidogo yanashangaza sana. Msomaji, msomee katika kitabu kile cha Marko 14 fungu la 27 na 29. Anasemaje? Marko 14 27 na 29. Neno la Mungu linasema, anasemaje? Yesu akamwambia, mtakunguazwa nanyi nyote kwa ajili yangu usiku huu wa leo, kwa kuwa imeandikwaje? Nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa kuwa imeandikwa kwamba nitampiga mchungaji, na baada ya kumpiga mchungaji kondoo watatawanyika. 29 anasemaje? 29 ndio nasema, Petro akamjibu Yesu akamwambia, hata wajapopunguzwa wote, lakini sio mimi. Asante. Yaani wakati Yesu anazungumza ya kwamba sikilizeni, huu usiku wa leo huu mtakunguazwa, yaani mtatekewa, yaani mtastajabishwa na jambo, na sio tu hivyo, mtanikimbia, mtaniacha. Yesu anawaambia wanafunzi wako pamoja wote. Petro kile kiburi anasema haiwezekani. Yesu sikia, yaani hata kama wote hawa wakikunguazwa wa 11 na watazama, ila mimi hapa haiwezekani. Petro anatumainia uwezo wake, atadhani ya kwamba anazungumza ni zaidi ya yeye, na yule ni Mungu yuko pale na ndiye mwokozi wake, na ametazama kia kwamba hiki kitawapata wote. Lakini Petro anapotazama anasema kwa yeye mwenyewe na uwezo wake, haiwezekani, mimi nitasimama. Wakati ulipofika na kweli majeshi yamekuja, Petro akafanya nini? Akakimbia. Na bado haitoshi. Wakati anakwenda sehemu ya kwanza, anaambiwa hata huyu ni mmoja wao. Petro anasema hapana, wala simjui mtu huyu. Anakwenda pengine, anaambiwa mbona hata wewe ni Mgalilaya? Anasema nenda zako. Mara 3 amkataa Yesu. Ila mwanzoni alisema hata kama wote watakapofanyiwa hivyo, watakapotukizwa, watakapotendewa mabaya, mimi hapana, sitakuacha. Na baada ya kuwa safari ile ya 3 amemkana Yesu, ndipo akasikia sauti ya jogoo. Jogoo alipolia usiku ule, Petro akakumbuka maneno ya Yesu. Wakati Yesu amemaliza kusikiliza maneno haya ya Petro ya kwamba hata wajapo wote kunguazwa sio mimi, Yesu alimwambia ya kwamba Petro, nakwambia kabla ya jogoo jimbi hajawika utanikana mara 3. Petro aliposikia mlio ule wa jogoo, akasikia maumivu moyoni, akaona kumbe nilijitumainia, kumbe mimi siwezi na ubinadamu wangu. Petro akageuza uso wake kumtazama Yesu, wakati Yesu yuko chini na amechoka, ana huzuni, lakini akamtazama Petro. Na alipomtazama Petro akayaona macho yenye upendo wa Yesu yakimvuta. Na alipovutwa, Petro akatoka, akaenda akalia, akaomba toba. Na alipoomba toba, Petro akapata msamaha. Bwana mwema. Akagundua ya kwamba kumbe peke yangu siwezi nikasimama, na vijana anasema nikatoboa. Peke yangu siwezi. Kisa hiki cha Petro
kinatuleta kutafakari, nani akubaliwe? Hivi nitakubaliwa ikiwa kama nitasimama mimi tu mbele za Yesu, za Mungu, na nikahitaji kufanya mambo, au ninakubalika kwa namna gani? Na kisa hiki kinatupeleka pia kwenye kitabu cha Mwanzo, pale ambapo tunakukuta Kaini na Abel. Nao pia wanaonekana wana tabia ambayo ya kwanza Petro alikuwa nayo kabla hajaondoka, na ya pili moja alikuwa nayo baada ya Petro kuondoka. Kaini yeye katika maisha yake alisema, Mungu, mimi ninakutii, lakini sikiliza, nitarudisha tu sadaka, na kama ni habari za kuhesabiwa haki mbele za Mungu, nitasimama peke yangu, sihitaji patanisho. Akakataa, na ndio maana tunamwona alikuwa mtiifu kweli, alileta mazao kama sadaka, alileta kabisa vizuri kama Mungu alivyokuwa anahitaji. Lakini inapokuja kwenye swala la kuhesabiwa haki, kwenye msamaha wa dhambi, yeye anasema, mimi ninabaki jinsi nilivyo, sitaki mpatanishi. Hakuleta kondoo kwa ajili ya kafara, ambaye kondoo huyu alisimama badala ya Yesu. Ndio maana wakati Adamu na Hawa wameanguka dhambini, kitu cha kwanza walipojitengenezea majani, na Mungu anashuka kwenye bustani ya Edeni, wanamsikia Mungu akitembea, wanakimbia kujificha. Mungu anawaita, uko wapi? Tumejificha. Anahojiana nao. Mwisho katika fungu la 21 la sura ile ya 3, Biblia inasema Mungu akawafanyia mavazi ya kondoo, akawavisha ngozi, ishara ya kwamba hakuna mwenye dhambi, hakuna mwanadamu tena ambaye anaweza kusimama mbele ya utakatifu wangu na akiwa pekee akakubalika. Lazima msimame umevikwa haki ya Yesu Kristo. Wawili wanatuleta pia kwenye mfano huu wa Petro. Waombaji wawili, mmoja Farisayo na mwingine mtoza ushuru, katika ile Luka 18. Tusome hapo kidogo. Luka 18, somaji fungu la 9. Anasemaje? Luka 18 fungu la 9. Ndio. Anasemaje? Akawaambia mfano huu. Watu waliojikinai ndio ya kuwa wao ni wenye haki. Akawaambia, Yesu akawaambia mfano huu ya kwamba wapo watu waliojikinai, waliojitosheleza, walio na viburi, walioona ya kwamba wao ni wenye haki, ndio wakiwadharau wengine wote. Neno la 10. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kufanya nini? Kusali. Vizuri. Anasema sikia. Mmoja Farisayo. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja wapo wa watu hao alikuwa ni Farisayo, ndio. Wa pili mtoza ushuru. Na mwingine alikuwa ni mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama. Akiomba hivi moyoni mwake. Akiombaje? Mungu ninakushukuru kwa kuwa mimi kama watu wengine. Kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Ndio. Wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Asante. Farisayo yeye alipokwenda hekaluni kusali, alipofika hekaluni akasimama kusali, lakini aliposimama kusali ombi lake ni hili: Mungu ninakushukuru, maana mimi si kama watu wengine, wazinzi ndio, wanyang'anyi ndio, wala kama huyu mtoza ushuru.
Farisayo akaona yeye, akajihesabia haki ya kwamba yeye amejitosheleza, yaani alivyo pale ni mtakatifu alivyo, na hivyo alinganishwi na wengine. Vipimo vya kwake havifanyi kwa Mungu kufikia ukamilifu, ila anavifanya kupitia mwanadamu. Na anapomuona dhambi anaangalia na yeye, hivi na mimi nafanya hii dhambi? Hapana. Kwa hiyo mimi ni mtakatifu zaidi ya huyu. Akiona huyu anapima, hivi na mimi nafanya hiki? Hapana. Kwa hiyo mimi ni mtakatifu zaidi ya huyu. Kwa hiyo yeye, maovu yanavyoongezeka, yeye kwake utakatifu unafanya nini? Wakati amesahau kipimo cha yeye, sio mwanadamu. Kipimo cha yeye inasema, Yesu akawaambia, mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo. Namna gani? Si mwanadamu unayepimwa naye, ila ni nani? Mtoza ushuru huyu, Farisayo huyu akaendelea kabisa, akasemaje? Akasema, mimi, sikiliza, anadai, anajivunia sifa za kwake. Anasema fungu la 12, mimi nafunga mara 2 kwa juma, kutoa zaka katika mapato yangu yote. Yaani anasema, Mungu, mimi si kama hawa, mimi nafunga mara 2 kwa juma, na haishi hapo, ninatoa nini? Akiangalia watu wakija pale mbele kutoa zaka, sabato ya kwanza watu watoe zaka, anasema kilo cha huyu, jana tunatumia huo msemo, Bwana ni mwema, sema kilo cha huyu kimeshuka, nimekipima kwenye spiritometer, kwamba kipimio cha kiroho na huyu kimeshuka, mimi ni zaidi, mimi ni mtakatifu zaidi ya yeye. Msikilize mtoza ushuru. Mtoza ushuru huyu anasema, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakusubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alipiga kifuani akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Mtoza ushuru huyu, yeye alichokifanya sio tu alikwenda mahali ambapo palistahili kwa ajili ya kuomba, kwa sababu alijua watu wanavyomchukulia kwamba ni dhambi kabisa na wala hafai na hana thamani. Maandiko yanasema hakwenda hata kwenye mkutaniko, ila alijitenga na mkutaniko. Na alipojitenga na mkutaniko, alichokifanya nini? Anasema hata kusubutu kuinua macho mbinguni, maana anaona hana haki ya kufanya vile, kwa namna ambavyo ni mchafu, amechafuka. Yeye akiwa amejawa uchungu moyoni, si kwa sababu ya ambavyo anasema, ila kwa sababu ambavyo Mungu anamtazama ni mwenye dhambi. Akasema, Mungu, unuie radhi mimi mwenye dhambi. Wakati maneno hayo yakisema, Yesu akamaliza kwa kusema hivi, nawaambia, huyu mwenye shuru alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye ataziliwa, naye ajizuia atafanya nini? Kila anayejiinua anashushwa, na kila anayejishusha anainuliwa kwenye mbingu. Nani akubaliwe? Katika maombi yetu, pale tunapokwenda kwa Baba yetu, usiende umemtazama jirani yako. Katika habari za kuzungumza na Mungu wa mbinguni, usiende umemtazama mzee wa kanisa. Yaani kuna familia, kuna maisha tunapitia, eti mtu anakwenda kuzungumza na Mungu, mtu analetewa habari ya kwamba, mpendwa, hivi unafahamu hata hiki unachokifanya ni dhambi mbele za Mungu, maana mbona Biblia hapa inasema hivi? Na anajibu kabisa, tena kwa ujasiri anasema, mbona hata mke wa mchungaji anafanya. Unajipima kwa mke wa mchungaji, jipime kwa yeye aliye mtakatifu. Unajipima kwa mzee wa kanisa, jipime kwa aliye mtakatifu. Tazama, je, Mungu anaponitazama niko sahihi? Maombi hayo
yatatuleta mahali palipo sahihi. Lakini jambo lingine ni hili: ombi la Farisayo lilionyesha halihitaji yeyote wa kuingilia katikati isipokuwa yeye mwenyewe ajipeleke kwa Mungu na akajihesabia haki. Ombi la mtoza ushuru lilisema, unuie radhi, unisamehe mimi mwenye dhambi, nilikubali kifo cha Yesu, ya kwamba pekee ndiye anayeweza kunipatanisha na Baba yangu kwa mbinguni. Tunapopiga magoti kuomba kule nyumbani, hapa kanisani, mahali popote pale, umeomba kwa sababu umeongozwa na Roho Mtakatifu kuomba kila ambacho kiko moyoni, umweleze Yesu mambo yako yote, au umeomba kwa sababu unahitaji uonekane ya kwamba wewe ni mtakatifu? Jioni hii ya leo tunakumbushwa kuomba kwa ajili ya kuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Nami sasa nahitaji nisikie kutoka kwenu. Huenda kuna mtu ana swali kwenye tulipojifunza tu, huenda kuna mtu ana swali ya kwamba hivi hapa inakuwaje? Tulichojifunza, tutakuwa wakamilifu kama Baba yetu alivyo namna gani? Na uombaji si wa kujichukua sisi kujipeleka, ila Yesu aingie katikati. Na hivyo tukubali kueleza vyote, tukubali ya kwamba sisi ni wenye dhambi, na ili tusimame tunamhitaji nani tu? Yesu wa mbinguni. Mtu ambaye ana swali nimkaribishe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili ni somo mahususi katika maisha yetu, kwa sababu mwenendo wa maisha yetu tunakumbushwa ya kwamba tunapaswa 100% kuangalia njia za Yesu, na tukiangalia njia za Yesu hakika hatutarudi nyuma, na wala hakutakuwa na kitu chochote cha kutufanya labda tukate tamaa, tushindwe kuendelea au tuvunjwe moyo kwa jambo fulani. Maisha yetu yanapaswa kuwa miguuni pa Kristo, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wetu, na yeye ametuahidi ya kwamba tukimtafuta kwa bidii naye atakuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo masomo haya katika jioni hii ya leo yanatukumbusha na yanatutaka ya kwamba hakika njia zetu tunapaswa tumtangulize Kristo, na yeye awe ndiye kiongozi sahihi wa maisha yetu. Mungu atubariki. Huenda kuna mwingine, mkaribishe. Yesu ndiye mfano wetu pekee, na kiwango chetu cha ukamilifu na utakatifu ni Mungu. Ikiwa kama lipo jambo ambalo kabisa kwenye maisha yako, kwenye familia linakwenda, lakini unavyolitazama na unavyoona kabisa Biblia inavyosema, rudi kwenye Biblia, acha kutazama maisha ya jirani yako. Lakini sikia jambo lingine, kutopeleka ujumbe kwa jirani kwa sababu si Mwadventista, kumwambia maneno ya matumaini, unakuwa ni kama Farisayo, kuwahesabu wengine hawafai. Na ili kutoka huko tunaitwa juma hili tunasoma vitabu, tunagawa pia vitabu. Tuiache dini ya Kifarisayo ya kujihesabia haki tukiwasonta wengine.
Petro na kujitumainia ya kwamba yeye anaweza. Alipoongoka akabadilishwa, Yesu alikutana naye tena. Unajua, wakati Yesu amefufuka, miongoni mwa faraja, wakati anazungumza na wale wanawake kule kaburini, alimwambia, nendeni mkawaambie wanafunzi wangu pamoja na Petro ya kwamba nimewatangulia kwenda Galilaya. Hayo ni maneno ya tumaini. Ndio maana Petro alipofikishiwa habari, hakubaki tu pale, akasema hapana, ninakwenda kuthibitisha. Lakini ijapokuwa alikwenda, kitabu cha Yohana kinatuambia alikutwa wakati mwingine akiwa kwenye ziwa la Genezareti akiendelea na uvuvi wa samaki. Yesu alipofika anawaambia, wanangu, mmepata chochote? Anamwambia, tumefanya kazi usiku kucha, hakuna kitu. Na Yesu anarudia muujiza ambao alifanya mara ya kwanza, pandeni, tupeni jarife hili. Walipopanda wakatupa, wakaja na samaki. Ndipo Petro akaelewa huyu ni Yesu. Wakati huu akusimama kwa kiburi, ila akajitosa kwenye maji, anasema, ondoka kwangu mimi mwenye dhambi. Hakujitumainia tena. Na Yesu akamwambia, sikia, wanipenda? Petro akajibu, Bwana, nakupenda. Yesu akarudia mara 3. Sio Petro kujibu ya kwamba Bwana, mimi nakupenda, ila kwa sababu amekwisha nyenyekeshwa alijibu, wewe Bwana wajua. Kwenye maisha ya kwetu ya Ukristo, hebu Mungu ndio awe wa kwanza, awe wa mwisho kuyatazama maisha yetu ya kiroho. Acha kujilinganisha na jirani, jilinganisha na Yesu. Kipimo cha tabia yako, kipimo cha tabia yangu tumepewa ni Yesu pekee. Na katika hilo Yesu mwenyewe alisema katika Waebrania 7:25 ya kwamba kwa sababu amefufuka yuko hai siku zote ili atuombee. Ikiwa tu tutakubali kubadilishwa na kufanana naye, yuko tayari kwa ajili ya kutubadilisha. Nasi tunakwenda kwenye ibada ya maombi jioni hii ya leo tena. Niwakaribishe sasa tupendekeze mambo ya kuombea ambayo tunayo. Tutakuja, tutaomba, tutapiga kilinge kama jana, tutaomba kwa ajili hayo na mengine ambayo tutasoma hapa. Tusikie sasa mambo ambayo tunakwenda kuombea kutoka kwetu. Karibuni. Tuendelee kuombea mahudhurio kati ya juma hili. Kati ya juma hili kuna mkono pale nyuma. Tuombee utume wa kanisa kiujumla, watu wawe na ari ya kujitoa kutumikia Kristo na kutangaza kweli yake. Tuombee utume na pia tuombee viongozi wa kanisa letu kiujumla. Mungu awatie nguvu, atembee nao katikati ya nyakati za utawala na uongozi wao. Mungu awe kiongozi wao. Lakini pia tuombee kwaya za kanisa letu zote. Mungu azitie nguvu, niwawezeshe waimbaji kujitoa katika kumtumikia Kristo kama walipokubali katika wito wao wa kujitoa. Asante. Kuna mkono pale. Tuombe Mungu atufanye kuwa wanyenyekevu, lakini pia tuombe kwa ajili ya mpango kazi ya kanisa. Asante. Wala kuna mwingine jambo? Liko swala la mahudhurio, lipo swala la kwaya zetu, lipo swala la uongozi, lipo swala la unyenyekevu, lipo swala la misao, utume,
kwa ujumla vizuri. Sambamba na hayo, tutaombea pia wakurugenzi wasaidizi na NBC manager. Watumishi hawa Bwana wanasimama kwenye maduka yetu ya vitabu, nasi tunatamani tuwaweka sasa mikononi mwa Bwana leo hii tena, ili kule wanaposimama simame kwa uaminifu, Mungu akiendelea kuwatumia kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Lakini pia hata sisi wenyewe tumeshawekwa kwenye ombi. Ilikuwa pia ni ombi la kwanza, habari ya utume na kugawa machapisho. Tayari tumesema ya kwamba tutaomba kwa ajili ya hilo. Nami sasa ni wakaribishe tuje kwa ajili ya maombi. Niombe sasa. Kila mtu ataomba kwa jambo. Tuende tu direct kwenye ombi. Ndio hivyo. Karibuni kwa maombi. Haleluya. Mtakatifu Mungu Baba, Mungu mwenye upendo, tunakushukuru katika maisha yetu. Asante kwa kutupigania, kutupatia nguvu, afya na uzima, na hata ikakupendeza kuhudhuria katika nyumba ya sala katika juma hili la uchapishaji. Jina lako litukuzwe. Tunakusihi Kristo Yesu, endelea kwa pamoja nasi, ukaguse maisha yetu. Somo hili natuamsha ya kwamba tuitangaze kweli yako na tuhubiri iliyo kweli, ili watu katika jamii zetu wakujue Mungu wa mbinguni, na wanapokujua kweli yako, wanapofika kwao, wanapokwenda kufanya maamuzi, ukawasimamie na jina lako likatukuzwe. Lakini Kristo Yesu, tunaombea kanisa letu la Mikongeni, tunaombea viongozi wa kanisa hili, ukawabariki, ukawasimamie, ukawaongoze, ukawapiganie katika kila hatua wanayopitia. Ikiwa kuna changamoto yoyote ambayo inawakumba katikati ya utawala wao, Mungu Baba, kwa sababu umeahidi kuwa nao makuhani hawa, endelea kuwa nao, ukiwaongoza, ukiwasimamia na ukiwapigania, na ukiwafanyia wepesi katikati ya utawala wao, na hatimaye jina lako likatukuzwe. Bariki kila mmoja anapoendelea kuomba na jina lako likatukuzwe. Naomba na kuamini katika Kristo Yesu. Amen. Mtakatifu Baba shetu mbinguni, asante kwa ajili ya leo. Asante kutubali tuweze kuwepo karibu yako, jina lako litukuzwe. Tumejifunza kwa ajili ya leo, lakini tunaomba kutusaidia hapo tujifunze yakatujenge na kutuimarisha kiroho. Ni nani atakayekubaliwa? Tusaidie tufanye kuwa wanyenyekevu kama yule mtoza ushuru ambaye alijiona hafai mbele zako, lakini Baba ulikubali maombi yake na wakasema, tazama huyu amefanya vyema. Mungu tusaidie katika maisha yetu, tukajinyenyekeze kwako ili uweze kutupeza. Tubariki, tuongoze, tulinde na ututunze. Tunaomba haya na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Mfalme wa amani, tunakuja sababu ya kuitia jina lako Mungu kwa wakati wote. Tunakuja tena Mungu mbele zako, tukiomba Mungu ukatusamehe pale tulipoenenda kinyume na mapenzi yako. Lakini Mungu, tunakabidhi mipango kazi yote ya kanisa hili mikononi mwako. Tazama Mungu, ipo mipango mingi iliyopangwa kutekelezwa kwa mwaka huu. Tunaomba Mungu ukambariki kila mshiriki, ili mipango yote inayohitaji fedha Bwana ikapate kukamilika. Unapotubariki Mungu, tupatie moyo wa kukutolea kwa ajili ya kukamilisha kazi yako. Tunaomba Mungu tukiamini utatubariki na kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa amani, tunakuja tena mbele zako tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu kuonyesha ishara ya unyenyekevu mbele zako. Ni kweli Mfalme, sisi tu wa dhambi, lakini wewe Mungu unayejua kusoma kila moyo wa mtu aliyeko mahali hapa, Bwana katazame kilio cha moyo wake. Ni kweli Bwana, kupitia somo hili tumejiona tu wadhaifu,
Bwana, tumepungua kwa kiasi kikubwa, maana wakati mwingine Bwana tumeendelea kujifunza kila itwapo leo, lakini Bwana tumeshindwa hata kuwapelekea majirani wetu ujumbe wako. Tumeshindwa hata kuwaalika waje kusikia neno lako. Mfalme wa amani, hebu tunakuomba utusamehe, lakini tunakuomba Bwana uwisha upya nia za mioyo yetu ipate kujuta na ipate kutumikia wewe katika roho na kweli. Mfalme wa amani, lakini tunaendelea kuombea washiriki wote wa kanisa hili ambao Bwana juma hili linaendelea mahali hapa. Hebu kila mmoja wetu Bwana akaendelee kumgusa katika kazi zake, katika shughuli zake, akaone umuhimu wa kufika kwa ajili ya kuendelea kusikiza neno lako. Lakini mfalme wa amani, mtumishi huyu ambaye Bwana ameacha kazi zake na shughuli zake, amejitoa kwa ajili ya kazi hii, Bwana akaendelee kumbariki, lakini Bwana akaendelee kumtumia akanene yale ambayo Bwana ni mapenzi yako. Mfalme wa amani, maombi haya Bwana na binti zako wanapoendelea kuyawasilisha mbele zako, naomba Bwana apate kibali machoni pako. Ni katika jina lako Yesu nikomba na kuamini. Amina. Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa nafasi njema na pekee wakati huu Bwana umeruhusu kuja mbele zako kukuomba jina lako liinuliwe. Tunaleta idara tukiwaweka wainjilisti wa vitabu kuwaombea Bwana, tuomba kuwatia nguvu kwa kazi anayofanya. Ni kazi kubwa sana na ya pekee ya kupeleka neno lako sehemu tofauti. Tunaweka mikononi mwako Bwana, watie nguvu na uongozi kwa roho mwema. Lakini pia hata nyumba zetu za uchapishaji zinazozalisha vitabu hivyo tunaziweka mikononi mwako, ukazisimamie. Ibilisi asiingilie kati na uovu ukasambazwa, bali neno lako likasambae katika ulimwengu wetu huu. Tunajikabidhi kwako Bwana, tukiomba utembee pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Asante Mungu kwa maombi haya. Imani yetu ni kwamba umeyapokea. Imani yetu ni kwamba utayajibu. Lakini zaidi Mungu, tunaendelea kuiombea hii idara ya uchapishaji. Naombea viongozi wote kuanzia ngazi ya juu hadi conference hadi makanisa mahalia. Ee Mungu, tujaze na ujazo wa Roho Mtakatifu ili kazi ikasonge. Asante Bwana kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, kwa kuwa utakuwa pamoja na viongozi wote, kwa jina la Yesu. Amen. Baba yetu, tumesema nawe umesikia. Ndani ya jengo hili na nyumba yako ulisema ni nyumba ya sala, nasi tumeomba, tumeleta maombi, tumeleta shukrani. Yote ambayo tumesema nawe, ahadi yako ni ya pekee ya kwamba na itakuwa kabla hawajaomba nitasikia, akiwa katika kuomba nitajibu. Maneno haya pekee ambayo yamejengwa kwenye Isaya 65 na yawe sehemu ya maisha yetu pia. Tulete kila siku kwa kadri upendavyo, tufundishe na ututumie kama upendavyo, tufanye kuwa baraka kwa wengine, na zaidi ya yote tuandae kwa ajili ya utume, tuandae pia kwa ajili ya kukulaki ulipo mara ya pili. Endelea kutubariki kwa baraka za rohoni na baraka pia za kimwili, katika jina la Yesu Kristo. Amen.